ambayo wameifanya, na tumeshuhudia miaka yote hiyo kazi kubwa wanaoifanya kwa ujumla. Nawapongeza kwa sababu Uislamu wameinyanyua Qur'ani, lakini wamepeperusha vile vile bendera ya Tanzania kwenye mataifa mengine huko nje, na awafungulie na awatengenezee mambo yao. Lakini pia nimshukuru Mheshimiwa Rais Hussein Mwinyi kwa kazi kubwa ya kuweza kuhudhuria mialiko mingi, hali ya kuwa ana shughuli nyingi, lakini kwa kuipenda Qur'an na kuwapenda watu wake wa Tanzania ameona ahudhurie, na leo ameipamba hii hadhara yetu kwa kupatikana kwake. Mwenyezi Mungu na mzee wetu amjalie khairi, amlinde, amhifadhi. Waislamu na Watanzania kwa ujumla, mimi nilitaka kuwa ambayo imechangia kwa kiasi kikubwa juu ya swala la amani, utulivu, mshikamano na umoja, kujenga mapenzi, kujuana na kujenga mapenzi na undugu wa Kiislamu wa kilimwengu. Hii ndio bahati ambayo tumeipata. Ni chukue maneno ya msemaji mmoja katika kuonesha Waislamu wanatakiwa tuwe vipi. Anasema, ya ummatal Qur'an siri lil amam bisilmi wal imani duna khisam waj'ali kitab Allahi nahja hayatik tahdhina bil amni rabbani wassalam. Anasema, enyi umma wa Qur'an, nendeni mbele, si wakati wa kurudi nyuma. Ikiwa Qur'ani kama alivyotangulia ndugu yangu hapa kadhi na kadhi wa Kenya kuzungumza maneno mengi yanayoonyesha Qur'ani inamweka mtu mahala gani, twende mbele, si wakati wa kurudi nyuma tena. Qur'ani imeshatuondosha mahala na imeshakutuweka mahali pengine kwenye daraja nyingine. Kwa hiyo hii ni fursa inatakiwa tuitumie, hii ni nafasi inatakiwa tuitumie, na hii ni bahati inatakiwa tuitumie. Leo kwa furaha tuliyokuwa nayo, si mahala pa kusema sana. Ni muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amlinde mgeni wetu rasmi, ndugu yangu Dr. Hussein Ali Mwinyi, waendelee kutuongoza vizuri katika nchi yetu kwa maslahi ya taifa letu. Lakini sisahau vile vile kumwombea mama yetu, Mama Samia Suluhu Hassan. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tiketi za umra wamepewa na taasisi au wafadhili wafuatao: umra 9, manasiki alhaji wal umra wametoa umra 4. Baada ya manasik, Peace Travel
wametoa umra 2, lakini pia Zabikha Schools wametoa umra 1, lakini pia Hijra Travel nao pia wametoa umra 1, bila kusahau udhamini mnono pia wa tiketi ya umra kutoka kwa iTravel, Kanzu Point, ARZ Creatives na Cam Computers. Aidha, ninaomba niwashukuru kampuni ya K-Salt and Tanzania K-Cells, Confix and Engineering, Bill Energy, Surveyed Plots, Property International, City College, First Forex Bureau, Paradigm Institute, Emerald, Mo Cargo, TMK Scrapyard, Phone Point, Taxi, Peace Travel na iTravel. Hawa wamelifanya tukio letu liwe tukio adhimu linalovutia sana. Sasa kwa heshima kubwa, Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaomba tukupunguzie mzigo. Baadhi ya watu wanaopewa tuzo, kwa heshima kubwa, tunaomba usaidiwe na viongozi wengine waandamizi walioko hapa, na tuzo hizo zigawanywe hapa juu, ili ukifika wakati wako tuzo zako utagawa chini kwa wale maalumu pekee. Na kwa heshima kubwa, sasa ninaomba niwaite watu wawili, wazee wetu, viongozi wetu, mzee wetu makamu mwenyekiti mstaafu wa Chama cha Mapinduzi Mzee Abdurrahman Kinana na Mheshimiwa Abdallah Mwinyi, waje hapa ili watoe tuzo kwa wale nitakao wataja. Karibu mzee. Tuzo ziletwe. Na? Nimesha. Nitaje tu. Mpewa tuzo ni wa kwanza ni iTravel. Ikawa sababu ya kuvunjika ule ukuta wote na maji yote yakaanza kuwa mafuriko. Mzee wetu Mzee Abdurrahman Kinana na Mheshimiwa Abdallah Mwinyi. iTravel. Anayefuata ni Peace Travel. Anayefuata ni Zabikha Schools na baadaye Hijra Travel. Taomba bado muendelee kuwepo mpaka nitakapowaambia wamekwisha. Hijra Travel. Kiza twende. Baada ya Hijra Travel ni na nyingi First Forex Bureau. tusizoziona. Baada ya hao ni Emerald. Baada ya Emerald ni Mo Cargo. Cargo ni TMK Scrapyard. Naye aje. Katika kundi hili wa mwisho ni TV na Al Hajar TV, nikiwa na mwenzangu hapa. Miongoni mwa surprise ambazo zimetangazwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa ni namba
na mama yetu huyu ndio ambaye amepata nambari. Nimetoka Mtongani. Umefika hapa saa ngapi? Nimefika hapa kama mimi. Kwa geti lipi? Ndio kule. Wewe kadi alikupa kadi alikwambia chochote ama? Alonipa kadi kwa kusema kweli hakuniambia kitu chochote. Na wewe kadi ni ya nini? Unajua kadi ya nini? Watu wasema kadi hii tunachukua wakubwa sio watoto. Na mimi ndio nikaichukua nikaja nikakaa nayo. Kuna wenzako wengine kadi walizitupa. Wewe kwani ukufikiria kadi kuitupa na ulikuwa hujui ni ya nini? Hapana, sikusema kuitupa, nikasema nataka nikae mpaka nijue mashindano mwisho wake kadi itakuwa ina maana gani. Tuambie, wakati mheshimiwa pale anataja nambari 25, ilikuwa tayari unajua namba yako ni ngapi ama baada ya kusikia namba 25 ndio kaangalia kadi yako? Hapana, wakati nilipokuwa anaanza kutaja namba nikatoa kikaratasi changu mfukoni nikawa nakifungua. Kila namba zikitajwa naangalia, kila namba zikitajwa naangalia. Mpaka kiume akaniambia mama nipe hicho kikaratasi, nikampa. Nilipompa ile mwanangu akakaa nacho. Zikatajwa namba mwisho kaja kutaja namba 25. Tukaichukua kuangalia kweli. Mwanangu akawa anafurahi na mwenyewe pia akawa nimefurahi. Mwanangu yuko wapi? Mwanangu yule pale anaitwa Ayubu. Mashaallah, Ayub. Huyu ndo kamwambia mamake. Asalamu alaykum. Salamu. Unasoma? Ndio. Darasa ngapi? La 5. 5. Baada ya kuona ukafanyaje? Nilimpatia mama. Nilivyoona kwa sababu namba imetajwa na washini, nikampa mama, nikamwambia mama namba imetajwa namba 25, namba yako hii hapa. Mama akaichukua. Mama kuchukua mara akaanza alivyostuka akasema tumtafute mtu twende huko uwanjani. Tulivyokuja hapo tukamkuta yule dada, tukamwambia, akatuambia haya tondokeni. Tukaja mpaka hapo, ndio tukaja hapa akatuambia hivi msubirieni hapo. Mashaallah. Mama hajalia? Hajalia. Wala wewe hajalia? Ndio. Lakini mmefurahi. Ndio. Na kuna kilio kile cha furaha pia unajua Ndio. Haya, hongereni sana Mamangu mimi nakushukuru sana. Allah kufanyia wepesi. Kwa kweli hii Allah amekadiria amekuchagua. Amina. Hii ni mara yako ngapi unakuja kwenye mashindano haya ya Qur'an? Pili. Mwaka jana nimekuja na mwaka huu tena nimekuja. Okay. Kwa una miaka miwili kwenye mashindano. Lakini Allah akakujalia mwaka huu umebahatikiwa. Shukuru Mungu. Mashaallah, hongera sana. Amina. Asante sana. Mtazamaji wa Al Hajar TV pamoja na Kishki TV, ni miongoni mwa surprise ambazo zimetangazwa hapa katika uwanja huu wa Benjamin Mkapa. Nambari 25 ni ya huyu mama, na sasa anapeleka kule katika eneo maalum. Wale ambao wote wamepata zile nambari tajwa wanaelekea pale sehemu ya chini, na baadaye utaratibu wa kupatiwa vile ambavyo umeahidiwa vitatolewa. Khatib Abdallah, niambie ndugu yangu, unaonaje mpaka sasa hivi hali ya mambo inavyokwenda katika uwanja huu wa Benjamin Mkapa, na uwanja ukiwa umetulia, licha kwamba najua hamu kubwa hapa ni matokeo ya mashindano haya? Asante sana ndugu yangu mwana wa Maalim Mashi. Kwa sasa ni utoaji wa tuzo katika jukwaa kuu kule ambapo mshereheshaji wa shughuli hii katika awamu ya pili anaendelea kutoa tuzo kwa wadhamini mbalimbali waliofanikisha tukio hili la mashindano ya mwaka mashindano ya robo karne miaka 25 kutimia kwa uzuri zaidi. Lakini kabla ya hayo ndugu yangu Maalim Mashi, kuna zawadi kem surprise kibao, surprise za kibabe zimetajwa hapa, zikiwemo umra 9 ambapo 5 zimepewa taasisi ya 5 zitagawanywa ambazo zimegawanywa tayari katika kiwanja hiki cha Benjamin Mkapa, na 4 zitakuwa ni taasisi ya Al Hikma itajua nini cha kuzifanyia. Vile vile kando na hiyo kuna surprise bab kubwa ambayo kila mwaka Al Hikma Foundation inapeana fursa kwa wale mabachela, masenior bachelor na wale madada ambao pengine bado Mwenyezi Mungu hawajawatilia taufiki ya kuolewa. Na mwaka huu ndoa za watu 200. Tumezoea ndoa za watu 100, ndoa za watu 50, lakini mwaka huu Al Hikma Foundation kupitia rais wao Sheikh Abdul Qadir Al Ahdali wameahidi kufanya ama kutekeleza ndoa 200, ambapo ndoa 100 zitafungwa katika nchi hii ya Tanzania na ndoa 100 zitafungwa katika nchi jirani ya Burundi. Ndugu yangu hisi Khatib Abdallah, ndoa ambazo zimetangazwa ni 200, lakini idadi ya watu ambao watakwenda kuachana na timia tunazungumzia takriban hiyo ni idadi ni watu 400 wanakwenda kuachana na ukapera, kwa sababu ndoa ni moja ni watu wawili, kwa 200 inakuwa ni watu 400. Unaweza kuona namna gani Al Hikma
kupitia Abdul Qadir Al-Ahdal ile hivi ni cha Yes sir, yes sir, yes sir. Na punch. Yes sir, yes sir, yes sir, yes sir, yes sir. Fresh. Naam, habari za muda huu mtazamaji wa Naso TV. Karibu tena, tumeweza kurudi tena kuweza kukuletea update ya kile kinachoendelea. Yes. Kando na ndoa hizo za watu 400 sawa ama sawia na ndoa za watu 200, kuna zawadi nyingine ambayo ni tiketi 2 za kwenda kutekeleza ibada takatifu ya haja ambazo zimetolewa na ubalozi wa ama ufalme wa Saudia kule, wakiwa wao ni wageni wa mfalme Saudia. Na wamezidi tahitaji wakati wote na wao kutunukiwa tiketi hizi za kwenda kutekeleza ibada ya haji. Ndugu yangu, kisha K-Salt na Ali's Logistics. Naam, mambo vipi mtazamaji wa Naso TV? Karibu tena, tumeweza kurudi kuweza kukuletea update ya kile kinachoendelea hapa Benjamin Mkapa kwenye mashindano makubwa kabisa haya ya Qur'ani ambayo kwa leo yameweza kufanyika hapa Benjamin Mkapa na yameweza kuhusisha washiriki. Muda huu hapa kuna vitu vingi ambavyo vimeendelea, lakini nimerudi hapa kukuletea update ya kile Logistics atafuatiwa na ARZ Creatives. Baadaye Kanzu Point, Usangu Group na Homan Insurance. ARZ Creatives. Kanzu Point yafuatiwa na Usangu ambaye pengine yuko nyumbani akasema zawadi zikiwemo bajaji pale na ambapo tumeweza kuona kuna tiketi 9 ambazo 100% baada ya kutoka yule. Naam, amefika Usangu kisha atamaliza Homan Insurance. Naam, huyu ni wa mwisho kupokea tuzo kwa hapa juu, na niwaombe viongozi sasa warejee mahali kwao na kuonesha namna gani hii ni taasisi ya watu, ni taasisi ya kijamii. Ukiangalia aina ya surprise ambazo zimetangazwa hapa, aina ya mambo ambayo yametajwa hapo, kila moja lina umuhimu kwa nafasi yake. Leo wametangaza pia kufanya tohara kwa watoto takriban 1000 kama sijasikia vibaya. Watoto 1000 kwa maana wanakwenda kufanyiwa sunna habibi. Tohara hile ni katika jambo ambalo ni la kisunna kwa mtoto wetu wa Kiislamu kufanywa. Al Hikma Foundation inakwenda kufanya hivyo. Kwa sasa wetu wa Polyclinic wameungana na Al Hikma Foundation kuongeza idadi ya watoto 50 wa kuwafanyia sunna. Kwa jumla tuna 1050 watoto watakaofanyiwa sunna na Al Hikma Foundation na Polyclinic. Lakini ndugu zetu wa Polyclinic wamesema Mtanzania
akitubeba kimasomaso leo, akaingia ndani ya top 5, watampa bima ya afya kwa muda wa mwaka mzima, watamtibia wao polyclinic. Lakini mwisho kabisa, Mheshimiwa mgeni rasmi, Sharif Abdul Qadir amenituma jana humu ndani saa 5 usiku, wamama wafuatao wa Kiislamu wamekula dafu humu, wamelala humu, kila wakati nao ni kama tunatakiwa twende nao ifuatavyo. Tahadhari, dada yetu Rukia Ibrahim Hassan tutumie Mbezi mwisho kwa kuchagua, Zuena Muhammad tuishi nao kwa Hussein busara kutokamana na yale yanayotokea katika wakati huo. Ndio maana sahaba wa Mtume Ali ibn Abi Talib aliwahi kuambia Muhammad Hassan kutoka Mbezi mwisho, baadhi ya waumini na wa enzi mwisho zake, Rukia Abdullah Karaka kutoka Mbezi mwisho, ni wanawake na wamelala humu na daku zao. Sharif Abdul Qadir amenituma, amesema majina yao kamili tumeyapata, picha tumewapiga, sura zao tunazikumbuka, namba zao tumezichukua. Siku ya Jumatano saa 7 waje makao makuu ya Al-Hikma. Sharif Abdul Qadir kila mmoja katika wamama hao atampa shilingi milioni 1 ili afungue walau kijenge kidogo. Takbir! Ni wamama watu 4 na mtoto wao mmoja wa kike. Picha tunazo, tuliwarekodi, namba zao tumechukua, tunazo majina yao ya kamili tunayo. Jumatano hii salatu dhuhri waswalia Al-Hikma, tutawatazama katika picha tulizonazo, tutapiga namba zao, tukijiridhisha na wao. Sharif Abdul Qadir kila mmoja atampa milioni 1 walau apunguze ugumu wa maisha, afungue walau kijenge. Mheshimiwa mgeni rasmi, leo tutakuwa tuna tuzo zilizotukuka. Tuzo namba 1 ni kwa almarhum mzee wetu mzee Ali Hassan Mwinyi. Amekwisha tangulia mbele ya haki, ametenda wema akaondoka zake. Sisi leo tunamkumbuka. Allah iwe sababu ya kumpandisha tena daraja siku ya leo, na hatimaye amfikishe kileleni kabisa daraja la al-Firdaus al-A'la pamoja na Mtume Muhammad. Tuzo hii utaipokea wewe. Tuna tuzo maalum ya ulezi uliotukuka ya mufti wetu wa Tanzania. Tuna tuzo maalum ya ulezi uliotukuka wa mufti wetu wa Zanzibar. Tuna tuzo maalum tuangalie tunachokituma mufti wetu wa Burundi. Tuna tuzo maalum ya maridhiano na amani kwa kijana mwamba wa miambani, mtoto wa TMK mwenzetu, mdau mshen. Watoto wake wote wamesoma Al-Hikma na bado wengine wanasoma Al-Hikma. Ni Dr. Al-Hadi Musa Salum, ndiye mwanzilishi wa kamati zote za amani na maridhiano Tanzania, na sasa ni jumuiya kubwa kweli kweli ya amani na maridhiano. Leo na yeye atakuwa ana tuzo maalum ya kuwaweka Watanzania karibu, kuwashawishi na kuwafanya waridhiane. Akaingia humu wakati wewe tayari ushaingia, hivyo kajificha nyuma, lakini ana tuzo maalum kwa kusimama na Al-Hikma Foundation. Alipokuwa mkuu wa mkoa, mengi ametufanyia huyu mwamba na hatujamsahau. Na leo unatangaza surprise ya mwisho kutoka kwa Paul Makonda. Amenituma, anasema ya kuwa
Al-Hikma Foundation ipeleke mashindano ya Qur'an Arusha baada ya Ramadhan, na yeye yuko tayari kuwa msimamizi mkuu wa mashindano haya. Ndugu zetu wa Arusha, salamu hizo tunamaliza kwa Mkapa, tunakuja kwa Sheikh Amri Abedi kuja kujaza kiwanja hicho, tukishirikiana na Paul Makonda kama mwenyeji na mdhamini mkuu wa mashindano hayo, na hapo baadaye insha Allah tutawatangazia. Mwisho naomba nitangaze TV bora zilizotusupport mwaka huu kuhakikisha sauti ya Ikunyanyue Ikubwage itawafikia Waislamu na Watanzania kwa ujumla, ambapo TV bora nambari 1 mwaka huu ni Afrika Swahili TV. Nambari 2 ni ZBC2 Wema unaoendelea. TV nambari 3 ni TV Iman, na TV nambari 4 ni Mahasin TV, na TV nambari 5 ni Channel 10, na wote hao watapokea tuzo zao hapo chini insha Allah mara mgeni wetu rasmi atakaposhuka. Mheshimiwa mgeni rasmi, leo tunataka 7:30 tuwe tumeshatawanyika. Hivi sasa nimkaribisha Sharif Abdul Qadir ili aseme salamu zake fupi, kisha akukaribishe uwanjani wa kwako. Sharif Abdul Qadir, karibu rais wetu, kiongozi wetu na mlezi wetu, ili utukaribishie mgeni wetu rasmi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahi alladhi anzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira وجعل تلاوته نورا للقلوب وضياء للعقول. والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فخامة رئيس زنجبار الدكتور حسين علي حسن مني، الراعي الفخري لهذه المسابقة المباركة، مسابقة قارات العالم الكبرى للقرآن الكريم، سماحة مفتي الديار الدكتور أبو بكر بن زبير بن علي، سماحة مفتي دولة زنجبار الوالد العلامة صالح عمر الكعبي، مفتي بوروندي وقاضي رواندا، سعادة نائب الأمين العام للحزب الحاكمي السابق الحاج الوالد عبد الرحمن عمر كنانة، شيخ محافظة الدار السلام العلامة وليد بن هادي بن عمر، رئيس جمعية الأمن والتراضي بين الأديان في تنزانيا الهادي موسى سالم، سعادة سفير خادم الحرمين الشامة عبد الله نداوغا، أصحاب المعالي الوزراء والسفراء والنواب ورجال الدولة الكرام، مشايخنا الأجلاء وأهل العلم والفضل وكل ضيوف الدين الذين شرفونا من داخل تنزانيا وخارجها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأهلا وسهلا بكم جميعا في هذه المناسبة العظيمة، حيث يجتمع أهل القرآن في ظلاله ويحتفون بحفظته في أجواء مفعمة بالإيمان والنور. إنها لحظات مشرقة يطيب فيها اللقاء ويسمو فيها العطاء وتزداد فيها الارتباط بكلام الله عز وجل. أيها الجمع الكريم، إن هذه المسابقة مسابقة قارات العالم الكبرى للقرآن الكريم ليست مجرد منافسة للحفظ والتجويد، بل هي رسالة إيمانية
تتجدد في كل عام تؤكد على أن الأمة لا تزال متمسكة بحبل الله المتين، وأن كتاب الله هو الرابط الذي يجمع القلوب على الصلاح والهدى. فهي اليوم تحتفي بعامها 25، ربع قرن من البذل والعطاء، من نشر النور في أرجاء القارة السمراء وقارات العالم أجمع، من غرس حب القرآن في القلوب، ومن إعلاء راية أهل القرآن